Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Vincenti Ferreri, padre. Vincenti Ferreri alizaliwa huko Valencia, Hispania mnamo mwaka 1350. Baba yake alikuwa Mwingereza na mama yake Mhispania. Alipata elimu yake kule Valencia. Alisoma falsafa na akiwa na umri wa miaka 14 akaingia shirika la Wadominikani na kuwa padre. Alifuata mfano wa wazazi wake katika kufanya kitubio kwa kufunga kila Jumatano na Jumapili. Aliendelea kufanya hivyo maisha yake yote. Mnamo mwaka 1384 akafundisha theolojia katika chuo kikuu cha kanisa kule Valencia. Na mwaka 1391 Mfalme Yohane wa kwanza wa Aragoni akamteua kuwa mshauri wake na muungamishi wa Malkia. Papa Benedikto wa 13 alimuita Vincenti kule Avignoni akamfanya kuwa muungamishi wake, na mwaka 1399 akamfanya kuwa mjumbe wake kwa kuhubiri toba na kuwaandaa waamini kiroho waweze kukutana na muumba wao. Alifanya kazi hii maisha yake yote. Alizunguka Ulaya nzima akiwahubiria watu wafanye kitubio kwa ajili ya dhambi zao. Alihubiri sana hivi kwamba wakosefu waliongoka kwa wingi, wapagani, waasi wa imani, Wayahudi na Waislamu. Alihubiri Injili katika nchi zote, akawaambia watu kuwa hukumu ya Mungu imekaribia. Hata akapewa jina la malaika wa hukumu. Mahubiri yake yaliwavuta watu wengi, hata makanisa hayakutosha kuwakusanya watu waliokuja kusikiliza mahubiri yake. Alikuwa na kipaji cha kunena kwa lugha, maana watu wa lugha mbalimbali waliweza kuelewa mafundisho yake kwa lugha zao. Mahubiri yake yalikuwa na nguvu hivi kwamba kila baada ya muda fulani alikatisha mahubiri yake kusubiri watu wafute kwanza machozi yao. Maelfu ya watu walimwongokea Mungu. Katika nchi ya Hispania pekee alifanikiwa kuwaongoa Wayahudi 25,000 na wapagani 8,000. Mahubiri yake yaliandamana na miujiza ya uponyaji. Watu wengi, jumla yao wapatao 10,000, wake kwa waume na mapadre, waliandamana naye wakati akihubiri sehemu mbalimbali. Mungu alimpa uwezo wa kutenda miujiza kwa kuonesha ukweli wa mafundisho yake. Alijaliwa pia kipaji cha kutabiri. Mnamo mwaka 1409 alitabiri kuwa Ferdinandi wa Castile angechaguliwa kuwa kiongozi wa mji wa Siena, na pia alitabiri kuwa Mtakatifu Bernardino wa Siena atakuwa misionari katika nchi ya Italia. Alimshauri Papa Benedikto wa 13 kujiudhuru baada ya kutambua kuwa hakuwa papa halali, na badala yake Clementi wa 3 ndiye aliyekuwa papa halali, ambaye alikuwa anaishi Avignoni huko Ufaransa. Vincenti alivamia ibada ambayo alikuwa akiongoza Papa Benedikto wa 13 na kumpinga mbele ya hadhara kubwa ya watu kuwa yeye si papa halali. Benedikto alitoka nje akakimbia na watu wote wakamwacha. Aliwastaajabisha watu kwa maneno yake. Aliishi maisha ya kujinyima, akifunga chakula kwa muda mrefu. Alipokuwa akihubiri huko Ufaransa katika uzee wake, nguvu zake zilianza kumwisha. Hata hivyo,
Alipopanda kwenye mimbari, alihubiri kwa nguvu kama kijana. Alifariki dunia mnamo tarehe 5 mwezi Aprili mwaka 1419 wakati akihubiria watu. Mara baada ya kifo chake, watu walianza kumheshimu kama mtakatifu. Mnamo tarehe 29 ya mwezi Juni mwaka 1455, Papa Kalisti wa tatu walimtaja kuwa mtakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Vincent Ferreri, padre. Watawa wengi wanang'ara kwa jina la ufukara, lakini wanasahau mateso na madharau yanayoambatana nalo. Wanang'ara kwa jina la ufukara, lakini wanakimbia ukweli wa ufukara. Rejea ya Mtakatifu Vincent Ferreri. Watakatifu wengine tarehe 5 mwezi wa 4: Mtakatifu Juliana, Mtakatifu Vincent Ferreri, padre. Utuombee.